Karibu mpenzi mtazamaji wetu tuweze kuangazia tetesi za usajili barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 27 Januari. Karibu uweze kusubscribe channel yetu ili kila tetesi tunazokuwekea uwe wa kwanza kuzipata kwenye device yako. Tuanze na kule Manchester. Kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes anatarajiwa kusubiri hadi mwisho wa msimu kabla ya kuamua kuhusu mustakabali wake na timu hiyo. Pamekuwa na uvumi kipindi cha kocha Ruben Amorim kwamba Bruno Fernandes anaweza akaondoka katika timu hiyo, lakini mara baada ya kuja kocha mpya Michael Carrick, Bruno Fernandes ameambiwa asubiri mpaka mwisho wa msimu ndipo aweze kuamua mustakabali wake katika klabu hiyo. Na mkataba wa Bruno Fernandes mwenye umri wa miaka 31, mkataba wake unaonekana utamalizika mwaka 2027, akiwa na chaguo la kuongeza mwaka mmoja wa ziada katika mkataba wake. Twende paka kule Nottingham Forest. Nottingham Forest wametoa ofa ya paundi milioni 35 kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji wa Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, lakini Palace au the Eagles wanataka kifurushi cha paundi milioni 40 ili kumruhusu Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 28 kuondoka katika timu yao. Mwanzoni Nottingham Forest ofa aliyotoa ni ndogo, hailingani na kile kitita ambacho Crystal Palace wanakihitaji, hivyo itawalazimu kuongeza zaidi ili kumpata mchezaji huyo. Kwingineko, klabu ya Juventus pia wanavutiwa na winga wa Liverpool Muitaliano Federico Chiesa mwenye umri wa miaka 28 na mshambuliaji wa Uholanzi wa Manchester United Joshua Zirkzee mwenye umri wa miaka 24. Ni moja wa wachezaji ambao wanavutia timu hizi, kwa sababu kumbuka kwamba timu hii iko kwenye mkakati wa kujiimarisha zaidi na kuimarisha makali yao ili waweze kufanya vizuri hasa kwenye lile kombe la UEFA Champions League, na ndio maana wameanza kuangalia uwezekano wa kusajili wachezaji wapya kwenye timu hii ya Juventus. Kwingineko, mshambuliaji wa Everton na Guinea Bissau Beto mwenye umri wa miaka 27 pia ni moja ya chaguo la klabu ya Juventus wanapotafuta kusajili mshambuliaji wakati wa dirisha la uhamisho kipindi cha baridi. Hivyo pia wanamhusisha mshambuliaji wa Guinea Bissau Beto endapo akimkosa Joshua Zirkzee. Kwingineko, mshambuliaji wa Ufaransa Landal Colomwani mwenye umri wa miaka 27 yuko Tottenham kwa msimu mzima akitokea klabu ile ya Paris Saint-Germain. Ni chaguo jingine ambalo Juventus wanalitizamia kuweza kulipata ili kuweza kuimarisha timu yao. Tukisonga mbele paka kwenye klabu ya Atletico Madrid. Atletico Madrid wanatarajiwa kufanya mazungumzo na klabu ya Atalanta ile ya Serie A kuona kama wanaweza wakamsajili kiungo wa Brazil mwenye umri wa miaka 26 Ederson. Kwa muda mrefu Ederson amekuwa akitaka kuondoka Atalanta na vilabu kadhaa vimekuwa vikionyesha nia ya kumhitaji. Na sasa klabu ya Atletico Madrid inaungana na vile vilabu vya mwanzoni vilivyoripotiwa kumtamani Ederson, ikiwemo Arsenal, Chelsea, Manchester United, na sasa Atletico Madrid nao wameingia kwenye rada za kumhitaji Ederson ili kuweza kuimarisha eneo la kiungo kwenye timu yao ambayo imemuondoa Conor Gallagher kuelekea ile klabu ya Tottenham Hotspur, na wamekuwa wakitafuta hivi karibuni mtu wa kubana lile pengo lake, na ndio maana wanamuangazia Ederson kama mbadala sahihi wa kutibu safu yao ya kiungo. Kwingineko, klabu ya Everton wamekata ofa kutoka klabu ya Lazio kwa kiungo wakati wa Uingereza Tim mwenye umri wa miaka 22. Everton bado wanamhitaji kinda huyu ili kuendelea kuisaidia timu yao, ndio maana wameikata ofa kutoka kwenye klabu ya Lazio. Kwingineko, mchezaji wa zamani wa Southampton na Rangers Russell Martin ni miongoni mwa wanaotarajiwa kuchukua nafasi ya meneja wa Leicester City kufuatia kufukuzwa kwa Mark Cifuentes. Kumbuka klabu ya Leicester City haijawa na muendelezo mzuri, ni moja ya vilabu ambavyo vimekuwa vikipambana kurudi kwenye ligi kuu soka ya Uingereza, na ndio maana wameweza kuangazia namna ya kumpata kocha huyu mwingine ili kuona kama ataweza kuisaidia timu yao. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata update nyingi zaidi. Na kama unatufuatilia kupitia TikTok au Facebook, unaweza ukatufollow na kulike ili uendelee kuwa karibu nasi. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.